ambavyo inatumia umeme ili tuweze kuja kuleta kwa wananchi kwa ajili ya kutumia kama nishati safi. Kuna tulifanya kwenye majiko ya positive cooker, lakini na vile vile kwenye pressure cooker. Kwa hiyo tulifanya utafiti wa kutosha kabisa kwa kujaribu baadhi ya vyakula na kuangalia muda utakaotumia pamoja na unit utakazotumia kwa ajili ya kupikia vyakula. Kama mnavyojua sasa hivi umeme ulikuwa unaongezeka sana katika kutumia, na watu walikuwa na vitu vya zamani vile vilikuwa vinatumia umeme mkubwa, kwa sababu vilikuwa ni vya coil. Yaani vile umeme mpaka uingie lazima utembee kwenye zile nani, utembee mpaka ufanye. Kwa hiyo hata majiko ya umeme watu walikuwa wanaogopa kuyatumia. Wanaona dukani lakini hawawezi kuyatumia kwa sababu wanajua wana notion hizo zamani. Lakini vile vile sasa hivi vitu vingi sana vya nini, energy saver. Sio watu waelewa. Kuna pasi za energy saver, kuna friji za energy saver, kuna nini, yani blender za energy saver, majiko ya energy saver, vitu vingi sana vya energy saver vinatumika. Kwa hiyo sasa hivi umeme unatumika kidogo sana kwenye baadhi ya hivyo vitu. Kwa mfano kama kwenye friji. Friji moja kwa moja ukiiwasha, ukiona friji umeiwasha, ikisha kuoza kile kitu lazima inalikata yenyewe. Ikikata yenyewe pale na maana umeme hauendi tena, inazima. Umeme hauendi tena. Kwa hiyo ikisha kuwa sasa vinataka tena ule ubaridi, inajiwasha. Umeona eh? Tunaonyesha ya kwamba nini vitu vya mtumba ni vitu imara sana, lakini vitu vya mtumba ndio vinakula umeme sana. Kwa sababu kile kimeshatumika sana. Kwa hata umeme unaoingia pale unaingia umeme kwa nguvu kwa ajili ya kuingia kwenye vile vitu. Kwa hiyo tunashauri tusitumie vitu vya mtumba. Kununua kitu ambacho ni kipi. Pasi watu wengi tunapenda kutumia za mtumba, blender watu wengi tunapenda kutumia za mtumba, friji watu wengi tunapenda kutumia za mtumba. Kwa hiyo tunashauri vitu vya mtumba tusivinunue. Wewe nunua kitu kipya na ukienda dukani kwa mwambie tu nahitaji friji ambayo ni energy saver. Wale wanajua kuna friji hizo ni energy saver kabisa, na ziko nyingi sasa hivi zinatengenezwa nyingi. Kuna majiko ambayo tutaonyesha hapo kwa vitendo. Wali unapikwa kwa dakika ngapi, maharage yanapikwa kwa dakika ngapi, hivyo mboga zinapikwa kwa dakika ngapi na ni unit ngapi zinatumika. Kwa bahati mbaya kama tungepata remote tuangalie unit zilizopo na unit ambazo zitakazotumika kwa muda huo, ingekuwa ni vizuri zaidi. Lakini ni uhalisia na imefanyika utafiti wa kina kabisa na kugundua kabisa kwamba hivi vitu sasa hivi vinatumia umeme mdogo. Sasa nianze hapa kwa kuelezea kidogo vitu ambavyo vinatumia, yaani ukipika kitu fulani kitatumia gharama hii, si ndio? Na kitatumia uniti hizi. Kitatumia shilingi ngapi? Kitatumia uniti ngapi na kitatumia muda gani na ni shilingi ngapi itatumika. Tuna ugali. Kwanza uniti moja ya umeme ni shilingi 229 kwa wateja wa matumizi ya kati. Na kwa wateja wa matumizi ya chini, na maana wale wateja wetu wa vijijini, uniti moja ni shilingi 100. Inayozidi shilingi 100 ni shilingi 350. Si jamani, tumeelewa? Sasa ugali kilo moja unit zinazotumika ni chini ya uniti moja ambayo ni 0.559. Muda wa kupika ni dakika 35. Gharama yake ni shilingi 199. Yaani mpaka ugali kuiva gharama yake shilingi 199. Ndizi nyama ambayo ndizi 10 yani. Nusu kilo ya nyama na nusu kilo ya nyama ni nishati inayotumika ni chini ya uniti moja ambayo ni 0.214. Muda dakika 30, gharama yake shilingi 76. Wali kilo moja ni unit 32. Muda wa kupika ni dakika 30.
gharama yake ni shilingi 114 mpaka wali kuiva. Pilau kilo moja, nyama robo 3 kilo. Yaani hivi vyote vifanywe utafiti. Gharama yake unit itakayotumika ni 0.716, dakika ni 30, unit itakayotumika ni 255. Bado tuko chini ya unit moja. Haya, kande za maharage robo 3 mahindi, nusu kilo ya njugu. Yaani hizi nikiongea hivi na maana hizi ndio zilizofanywa utafiti. Yaani anaweka mahindi robo 3, si ndio? Alafu anaweka na njugu nusu. Alafu akapika. Kwa hiyo umeme unaotumika ni 0.578. Dakika ni 60. Gharama yake shilingi 179, unafika kande mpaka zinaiva. Yegere, maharage, beans nayo alifanyia utafiti kilo 500. Yaani maharage yale ya njano. Nishati inayotumika ni kWh, yani maana yake unit zinazotumika ni 0.415. Dakika ni 45. Gharama yake ni shilingi 148. Gharama ndogo kabisa ambazo zinatumika hapa.